Haleluya mpenzi mtazamaji wa Maachilio Online TV. Ninayo furaha na shangwe tele moyoni mwangu kuifikia siku ya leo. Haijawa siku ya kawaida, haijawa siku ambayo ni kati ya siku ambazo nimezihesabu. Hapana, ile ilikuwa ni kwa neema ya Mungu kunifikisha siku ya leo. Na sio kufika tu siku ya leo, kufika mwaka wa 10 wa KKK Ministry. Huduma inaongozwa na mtumishi wa Mungu Nabii Uswege Mwaigaga. Kutoka mwaka wa kwanza mpaka kufika mwaka wa 9 yako mengi yaliyotendeka. Na mwaka wa 10 kuna ushuhuda tele ambao Mungu amewaandalia watu wake na wengine tayari wanaishi kwenye huo ushuhuda. Na siku ya leo mimi ni Shenya Kimario, nyuma kamera Umi Kasim. Ninaye mtu wa thamani sana, mtu wa muhimu ambaye yeye ataweza kumuelezea kwa kiasi kidogo mtumishi wa Mungu, kwa sababu nisikumalizie uondo. Karibu mtumishi wa Mungu, utajitambulisha nao watajua wewe ni nani na ni kwa sababu gani utamuelezea mtumishi wa Mungu kwa viwango hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu baba. Asante sana. Hii ni Maachilio TV. Tunashukuru sana. Unajisikiaje kuwepo hapa leo? Ninajisikia furaha na amani kubwa sana. Watazamaji wa Maachilio Online TV watatamani wakuone vizuri, kwa hiyo unaruhusiwa kabisa kuangalia ili wakuone. Asante sana. Ndio, jina lako ni nani na umetokea wapi? Naitwa Bahati Mwaigaga. Njera, nimetokea Mbeya asili yangu. Na ninahudumu hapa Dar es Salaam. Nipo Vikindu Madafu, ni mchungaji pale. Amina. Karibuni sana Madafu. Amen. Mtazamaji wa Maachilio, mwanzo nilikwambia huyu mtu atamzungumzia kwa kiasi mtumishi wa Mungu kwa sababu ni kaka wa Nabii Uswege Mwaigaga. Sasa mimi nitaanza na wewe mbali kidogo. Ndio. Mtumishi wa Mungu Nabii Uswege Mwaigaga ambaye ni mdogo wako, yes, na ni ndugu yako pia katika imani na katika mwili kawaida. Yes. Alikuwaje? Kwa sababu tukija tukiuzungumzia mwaka wa 10, wewe ukitupa ka historia kidogo itakuwa ni vizuri. Alikuwa ni mtu wa namna gani kutoka kuzaliwa kwenye familia mpaka kufikia siku ya leo? Natamani uongee kwa ufupi watazamaji waweze kumuelewa zaidi mtumishi wa Mungu. Asante. Karibu. Nimeamini kwamba Mungu anaposema nimekuchagua toka tumboni mwa mama yako, nimeamini kabisa Mungu anachagua. Uswege Mwaigaga Mungu kweli alimchagua. Alianza kumtengeneza akiwa mdogo sana. Haleluya. Cha kwanza alikuwa ni mtu hapendi makundi mengi. Alafu akiwa na marafiki zake wakiwa jeuri, alikuwa ni mtu ambaye anajitenga pia. Ni mtu alikuwa anapenda kujificha ficha kuwa peke yake. Mara nyingi sana alikuwa ni mtu asiyependa kuongozana na watu asiyeweza kuelewa. Na ukimuona ameongozana na huyo rafiki, ujue yule rafiki uko sahihi. Kipindi hicho amjui Mungu, huo naongelea utoto. Hata kipindi tunamtuma karudishe ng'ombe kule, ng'ombe zimekula, akazinyweshe maji. Ni mtu ambaye alikuwa anapenda sana kwenda ulikomtuma, alafu arudishe jibu kwamba nimefanya tayari, nimemaliza. Kuna kazi nyingine alikuwa ni mtu anayependa kuuliza kuna kinachoendelea, hamna, endelea na shughuli zako. Kwa alikuwa ni mtu ambaye anasema ni Mungu kama alikuwa anamuandaa pasipo sisi kujua wakati ule. Amina. Na kulingana na utumishi, wewe umetangulia kuwa mtumishi kabla yake. Kuwa mtumishi kutoka 2016 mpaka leo, huu utumishi wake unauzungumziaje? Utumishi wake kweli mimi nasema wa Tanzania, watu wa Mbeya, watu wa mikoani, rafiki waliokuwa naye, kweli Uswege sio yule tuliokuwa tunamzoea kumtuma. Uswege sio yule aliyokuwa Uswege kipindi kile. Ndio. Na jina lake tulikuwa tunamuita White. White. Yeah, ni kweli. Ndio jina lake la kwanza. Majina yake yalikuwa mazuri tu, yote ni madogo. Ni ya White, Newton, Uswege. Yote ni majina ambayo ukiyachukulia, ukianza kuyatafasiria, kuyafafanua ni mazuri pia. Ndiyo. Ni mtu ambaye Uswege sio yule tena ambaye tulikuwa tunamjua White. Leo ni mtumishi wa Mungu. Amen. Wewe kama mimi nimekubali, ambaye mimi nilitangulia kuja kusikiliza kile Bwana alichokiweka ndani yake. Tumeona hakika Mungu anawatoa watumishi kwenye familia ambayo haikuwa kwenye hesabu. Tumemuona Mungu katika familia yetu. Amen. Na nimemuona Mungu sana katika familia ya Mwaigaga, kumuona mdogo wangu ambaye amekuwa ni mtumishi wa Mungu
mwenye viwango. Kwa hiyo hiyo ni sifa ambayo kama watoto wa Yakobo walipopata mwenzao Yusufu akawa ni miongoni mwa kukaa na watu wafalme. Kwa hiyo ilikuwa ni sifa wakina Eliabu kufurahi kuona ndugu yao yupo juu, kuona ndugu zao wanaendelea mbele kufanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo hata mimi ninamshukuru Mungu sana kwa mtumishi wa Mungu Swege anayeweza kutambulika na Mungu. Haleluya. Na watu pia wanaomuelewa. Amina. Mimi naamini hata wewe ambaye bado hujamuelewa, hebu njoo siku moja tu usikilize tu hata dakika 10, alafu kama hayajaingia uondoke. Lakini ninaamini yoyote atakayefika akamsikiliza kwa makini hataondoka. Amen. Na kama mimi huu ni mwaka wangu wa 6 na hudhuria maachilio. Amen. Sijawahi kosa. Amen. Kila mwaka nafika. Amen. Sababu kuna vitu nikija nakuwa chuo. Sawa, nina kanisa langu, nina huduma yangu, ni mdogo wangu. Mwingine ningesema ni mdogo wangu tu. Nina wadogo wengi, lakini kwa nini yeye nimempenda zaidi? Kwa sababu amempenda Mungu. Amina. Cha kwanza anamheshimu Mungu. Amina. Cha tatu anamuogopa sana Mungu. Amina. Hamuogopi mwanadamu, ila anaheshimu wanadamu. Hata mimi pia kama kakake, na mimi napenda kuheshimu watu wote. Ila siwezi kumuogopa mwanadamu. Tunayemuogopa ni Mungu peke yake. Kwa nini mtu aliyebeba cha Mungu, kwa nini usimfuate? Si tunaona ndugu zake Yusufu, si walimfuata? Ndio. Hata mimi nimemfuata. Haleluya. Nimeona. Amina. Jamani, mimi nawakaribisha. Karibuni sana kweli. Okay, mtazamaji wa Maachilio Online TV, nilivyosema awali ni mtu wa muhimu sana, manake ana nafasi kubwa ya kumwelezea sana mtumishi wa Mungu. Lakini kulingana na wakati wetu na saa yetu, tunakwenda kuianza ibada yetu live ya jioni ya siku ya leo, ambako tayari watumishi wa Mungu wamejiandaa kwa ajili ya kukulisha neno. Bado tuko na mtumishi wa Mungu na tutaendelea kuwepo naye. Atakuja kutuambia mengi na makubwa zaidi kwa sababu anamjua Baba Uswege vizuri. Karibu uendelee kuitazama Maachilio Online TV na usiache kuitazama ibada jioni ya leo, maana kiko chombo cha Bwana kimeandaliwa kwa ajili ya kukufundisha jinsi gani ya kushukuru na mambo mengine ambayo Bwana ameyakusudia jioni ya leo. Bwana akubariki, ungana nasi na usikae mbali kabisa na channel hii. Barikiwa.